Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 5. Kwenye YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwenye TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye YouTube tunakuomba subscribe. Kwenye TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote hii like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ambapo tulipoishia. Tuliishia sehemu ambapo tulimuona binti Sikununu pamoja na kijana Tobias wakiwa wanazungumza faragha nyuma ya nyumba. Lakini baadaye tulikuja tukaona walimaliza mazungumzo yao kwa Tobias kuchukua kikaratasi na kumpatia mwanadada huyu wa kuitwa Sikununu, na hatimaye yeye akapita upande wa pili wa nyumba, alafu Sikununu akapita huku ambapo walipitia mwanzo. Na baada ya kufika karibu na mzee Bareke ambaye ndiye baba yake, akaanza kama kidogo kuanza kama kumhofia fulani hivi kutokana na kikaratasi alichopita huku akikikunja, na aliona ameondoka na kijana huyo Tobias. Akaanza kuwahisi pengine inawezekana wakawa wameanza vitu vibaya, lakini hakutaka sana kwenda huko. Hilo wazo akaachana nalo, lakini tukaona Sikununu binti huyu akaenda kuendelea na kazi zake. Sasa ni kukaribishe katika sehemu yetu ya 5. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuondoka bwana Tobias, basi Sikununu alienda na kuendelea na kazi jikoni. Hapo ndipo ambapo mama yake Bi Getruda alipokuja, lakini Sikununu alikuwa hamuoni kwa sababu alikuwa jikoni. Lakini wa kwanza kumuona alikuwa mzee Bareke ambaye ni mume wake kabisa mpenzi. Alikuwa ameleta viazi na alifika na kushusha roba chini pale pale karibu na mume wake. Akachomoa kisu ndani ya roba hilo, akaanza kuchagua vile vikubwa vikubwa na kuanza kuvimenya hapa na pale. Akavimenya wakati binti yake naye Sikununu akiwa na malizia kazi kule jikoni. Na hatimaye mzee Bareke aliona sikae kimya hali ya kwamba mke wake amekuja. Hapo alianza kuzungumza, na mazungumzo yao yalikuwa kama hivi: mke wangu, mimi hapa
kidogo kuna kitu ambacho kimenishangaza, lakini naomba tusimhukumu sana binti yetu. Kitu gani tena ametokeza mtoto wetu huyu? Yaani, si unamjua yule kijana Tobias, mtoto wa Mavubwe? Namfahamu, ndio. Huyo sasa amekuja hapa akamhitaji binti yetu huyu, na amemchukua, lakini cha kuja kushangaza, wametoka karibu yangu kabisa wakaenda kujificha. Nimemuona nampeleka Chobingo kabisa huko faragha, eti waende wakazungumze. Au unaona mazungumzo yao kweli yalikuwa ya halali? Uzuri baba Sikununu, binti mwenyewe ameshakuwa. Kibaya tu tuendelee kumfundisha ili asije kaiga tabia mbaya, akaanza kufanya umaraya hapa na pale. Hicho tu ndo ambacho hakitapendeza. Lakini kama atakuwa ametafuta mume wa kweli, sioni kama kuna shida, kwa sababu Tobias mwana wa Mavugwe mimi namjua vizuri, hata mtaani hana sifa mbovu. Ana sifa ya utani tu, lakini sijawahi kusikia tabia zake mbaya. Si unaona, kwa mzee Mavugwe wana uwezo, huenda akimchukua, huenda tunaweza tukapona na sisi hizi njaa tulizo nazo. Ni kweli, lakini unavyoona mzee Mavugwe, kijana wake, hata kama kimchukua binti yetu, anaweza kutujali kweli? Wana wasiwasi gani? Binti yetu mwenyewe Sikununu ameshasema kwamba atakuwa na sisi, atatutetea kokote kule atakapokuwa ameenda. Hilo ni kweli, mke wangu. Sasa inabidi tuachane navyo tu. Kama anataka kumuoa, sawa. Maana nimeona amepita hapa na kikaratasi akawa na kikunja, na kijana licha ya kumpeleka binti yetu Chobingo hakurudi tena katika upande huu, alipitia upande mwingine, na hata kuniaga mzee naenda hamna. Yani alikuwa kiuoga uoga. Alihisi kama vile utawaharibia starehe. Uzuri si kwamba hawafanyi vitu vibaya. Kama alikuwa anachumbia, sio mbaya. Ubaya ni kufanya lile tukio. Ni kweli. Baada ya kuwa wanazungumza ya kwao hapo, wanaendelea kuzungumza hapa na pale, ndipo ambapo Sikununu alitokeza nje, akatuna tu mlangoni, akawa amesimama anasikiliza kile kitu ambacho wanachokizungumza. Lakini baada ya kusikia kwamba wanazungumzia hilo swala,
alikuja akiwa anawahi na kufika pale, kwa vile kulikuwa kumebaki vitu vichache tu akamilishe chakula na sio vigumu. Alitoka kule akafika moja kwa moja akakaa. Baada ya kukaa, Mzee Bareke alinyamaza kuongea kabisa baada ya kumwona binti yake. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 5 ya Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube tunaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam The King channel. Kwenye YouTube tunakuomba subscribe, lakini kwenye TikTok tunakuomba follow. Kwenye mitandao yote hii like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumemwona Bi Getruda amekuja na viazi na kuanza kumenya. Na baada ya kukaa karibu na mume wake Mzee Bareke hajaamua kunyamaza kimya kutokana na kile kitendo alichokiona Bwana Tobias alichokifanya, kumchukua binti yao na kumpeleka faragha. Ameamua kuanza kumwambia Bi Getruda, ikiwezekana kutokana na kwamba binti Sikununu ni mtoto wa kike, basi amkanye mama yake asiendelee na hayo mambo. Lakini tumemwona Getruda hana matatizo kabisa. Baada ya kusikia kwamba ni mtoto wa Mzee Mavugwe, basi aliamua kutulia, kwa sababu Mavugwe ni mzee ambaye aliyefanikiwa hapo kijijini. Ameshanunua mpaka na lori, anapeleka mazao yake mjini. Mzayuni ana dereva wake ameajiri. Sasa baada ya kusikia jambo kama hilo, ndiyo maana amesema kama anaolewa na mtu kama huyo, amekuja kumchumbia, hakuna mabaya wanayoyafanya. Yeye haonyeshi dalili yoyote ile ya kumhofia kijana huyu. Je, unahisi ni kweli wanayoyazungumza kwamba walikuwa kwenye masuala ya uchumba ni kweli? Hizo namba alizozipewa binti huyu wa kuitwa Sikununu zinaweza zikaleta uchumba na mbeleni kweli wakaoana? Basi sawa, mimi nachokusihi tuendelea kuifuatilia mpaka mwisho tujue mbivu na mbichi. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam The King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam The King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam The King.